Hapa karibuni pametokea na vitisho kwa ajili mlinzi wangu anatishwa. Mfano hapa napoishi taa mama analeta umeme, kaweka taa hapa, nakuta siku taa zimevunjwa zote. Kwa sababu mimi niliondoka badala ya kuona vitisho, badala ya kuona hii sehemu haina amani. Kwa jina naitwa Miriam Jeremia Solomon. Ni mjane wa marehemu Jerry Solomon Sumari ambaye alifanya kazi katika utumishi wa umma serikalini na baadaye akawa mbunge wa Meru Mashariki na kupata nyadhifa pia ya kuwa naibu waziri wa kazi, ajira ya vijana pamoja na kuwa pia naibu waziri wa fedha. Alikuwa ni mtumishi wa serikali kwa muda wote huo, na katika wakati wake aliweza kununua sehemu hii hapa mnayoiona ya Gomvu Kichangani, eka 7 takriban 7 wakati ule, na ni kijiji cha CCM ambacho wakati ule ndo walikuwa wameshika hatamu, ndo waliokuwa mashahidi na walioweza kusimamia uuzaji wa kiwanja hiki. Baada yeye kufariki mwaka 2012 nikaanza kushughulikia mambo ya mirathi kwa sababu nilichaguliwa kuwa msimamizi wa mirathi. Nikawa nimeandika barua wizarani, nikawa nimeandika barua kijijini, nikawa nimeandika barua Kigamboni nikitaka kutafutiwa hati. Hapa karibuni pametokea na vitisho kwa ajili mlinzi wangu anatishwa kwamba ahame. Hiki kiwanja sio cha mama huyu, Mama Solomon, hiki kiwanja ni changu. Lakini hapo nyuma kidogo kulikuwa na mgogoro huu, lakini tulikwenda kwa Wizara ya Ardhi, tukaonana na waziri wa ardhi wakati huo akiwa Jerry Silaa, akatazama documents zote, akamwambia kamishna pamoja na watu wa Kigamboni waje wapitie sehemu hii watizame na kujua ukweli. Wakaja wakasema kwamba kiwanja kweli hiki ni cha Mama Miriam Solomon. Kwa hiyo waziri akasema kiwanja hiki kirudi kwangu chote, pamoja na kuna sehemu ya eka 1 ambayo alikuwa ameichukua. Kwa hiyo nikapata barua kutoka ya halmashauri ya Kigamboni ikisema kwamba huyo mtu ana hati ya kugushi, kwa hiyo nirudishiwe kiwanja changu. Nikaishia hapo. Sasa nikawa mimi najitayarisha sasa kusubiri hati, na mpaka sasa bado sijapata hati na sijaitwa wala kuambiwa sijapata hati, kwa sababu waziri aliponipatia hivi viwanja aliwaita watu wote wa Kigamboni, aliwaita watu wote wa wizarani, akiwepo na huyu jirani yangu, isipokuwa alikosekana yule mtu ambaye alimuuzia, ambaye ni mtu wa kugushi, ambaye hakuwa mwanakijiji wa hapa na hajulikani. Nyaraka zote zatoka mwaka 1990 mpaka sasa hivi ambazo mume wangu alikuwa na mawasiliano na kijiji. Mume wangu alikuwa na mawasiliano ya mambo ya maendeleo ya kijiji. Kuna nyaraka nyingine za mzee kama zile za maadili ya viongozi, ameonyesha kabisa kiwanja alivyonunua na bei yake. Kwa hiyo nyaraka zote ninazo. Kwa hiyo mimi ninachokiomba hasa ninamuomba Mama Samia, kwa sababu yeye ni mwanamke na ni mama. Mimi ni mjane na ni mama. Ninachoomba tu aniangalizie na kunipatia haki yangu, kwa sababu yeye ndio ultimate authority kwa haya mambo, kwa sababu nimehangaika kila mahali nikiomba msaada. Naweza nilikuwa na siku napigiwa simu, bwana unatakiwa hapo uhame. Unatakiwa uhame kwa sababu hilo eneo ni amekuja hapa upande wa pili wa jirani zake mama, kwamba ile eneo sio la kwake. Kwa hiyo unatakiwa hapo uhame na familia yako. Mimi mara nyingi nilikuwa naenda na mwenyekiti namwambia bwana, mimi sawa sikajakataa kuhama, lakini mimi taarifa yangu ya kuhama natakiwa nihame pale atakaponiambia yule alioniweka kwamba mimi na bwana Juma natakiwa hapo uhame. Lakini pia vile siku za karibuni hivi imetokea tena, alikuja upande wa pili akaniambia bwana, hapo natakiwa mimi ndo mwenye kwanza leo mimi ndo mwenye ile eneo, unatakiwa
uondoke, na akaniambia kabisa mjulishe na mwajiri wako, mwambie. Na mimi nikafanya hivyo siku 6, nikampigia simu mama, nikamwambia bwana mama, natakiwa hapa mimi niondoke kwa sababu ile eneo sio la kwako, ni la mtu mwingine, la jirani yako. Kwa hiyo hali iliyokuepo ni hiyo, na mazingira mengine ambayo tunakutana na changamoto, mfano hapa ninapoishi taa mama analeta umeme, kaweka taa hapa, unakuta siku taa zimevunjwa zote. Kwa sababu mimi niliondoka badala ya kuona vitisho, baada ya kuona hii sehemu haina amani. Haina amani, kelele zimekuwa nyingi na kadhalika. Mimi baadaye nikatoka shauriana na mama, nikamwambia mama, mimi nafikiri nipishe kwanza muda tuone hizi kelele labda mpaka ziishie.